kusikia kumjengea Mungu nyumba, si kwamba Mungu anashindwa kujenga mwenyewe. Anatutumia sisi kwa sababu sisi tumeumbwa kwa mfano na kwa sura ya nani? Na kwa sababu tuna pumzi yake. Na kwa sababu Mungu anapenda ushirika na sisi. Ndio maana anawatumia ninyi katika kufanya kazi. Lakini si kwamba yeye ameshindwa. Kwa hiyo unapomjengea Mungu nyumba, unamgusa Mungu mwenyewe. Unafanya jambo la maana sana. Ikiwa tu unamjengea baba yako nyumba, anaisikia vizuri. Je, Mungu wetu, asante kwa kumjengea Mungu nyumba. Sasa mpokee baraka. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Nanyi muwe kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake yote, wala jani halinyauki, na kila mlifanyalo libarikiwe kwa 2026 na katika maisha yenu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Barikiwe. Ni askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Iringa, Daktari Blaston Tuluene Gavile, akiwabariki washarika na waumini ambao wamefika katika ibada hii ya kuweka jiwe la msingi katika mtaa wa Mawindi. Sasa amepita katika mitaa mingi ambayo nitaendelea kukujuza taarifa zake hivi karibuni, lakini amepita mtaa wa Sayuni kule kwa Wamasai, amepita mitaa mingine mingi kabisa. Sasa tusikie taarifa zao, lakini nikwambie tu kwamba yuko hapa katika usharika wa Ikengeza. Mimi naitwa Mesha Kirongo, endelea kuungana na sisi tuweze kujifunza mambo mengi. Kanisa la Miongoni lilianza mwaka 1990. Ibada ilikuwa kwenye mti na watu wa Kristo walioanza walikuwa 5. Baada ya hapo ikajengwa kiti mwaka 2003. Jengo lenyewe ulianza mwaka 2009. Ukarabati wa jengo hili umeanza mwaka 2024. Idadi ya Wakristo jumla wapo 80. Tanzania, mtaa wa Mseke lilianza kama eneo la misioni mwaka 2002 likiwa na jumla ya Wakristo 30, wakubwa wakiwa 12 na watoto wakiwa 18. Eneo la ibada lilikuwa ni majengo ya shule ya msingi Ikengeza, na baadaye ibada iliendelea kufanyika katika eneo la jengo la kijiji cha Ikengeza. Mtaa wa Mseke ulianza kujenga kanisa mwaka 2010 na baadaye, baada ya kukamilika mtaa wa Mseke 2015 ulianza akiwa mwinjilisti Roda Mbembati, na baadaye akaja mwinjilisti Daniel Nziku, na mpaka sasa ni mwinjilisti Madison Mbembati. Hii ni taarifa fupi ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania mtaa wa Mseke. Asante. Ndugu Baba Askofu, tunakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu sana katika mtaa wetu wa Mawindi. Tunakupenda sana katika kazi ya Bwana kwa ujumla. Mtaa wetu wa Mawindi ulianza mwaka 1957 ukiwa na Wakristo 6, mee 2, ke 4, waliokuwa wanasali nyumbani kwa mtu anaitwa Simoni Sovero. Waliabudu ndani ya miaka 2. Mnamo mwaka 1959 walijenga kanisa la tope na kuanza kuabudu humo ndani. Watu walianza kuongezeka mpaka sasa kanisa lina Wakristo 135 walio hai. Wa Mgia ulianza tarehe 1 mwezi wa 2 2008 ukiwa na Wakristo 5, mee 2, ke 3, ukiongozwa na mwinjilisti Roda Mbembati. Baada ya hapo watumishi walibadilishana 2022. Simon Msigwa ndiye
mwinjilisti wa mtaa huu wa Mgiha, tukisaidiana na mwinjilisti Kinokoleti Kachuru. Mpaka sasa hapa Wakristo tupo 12, mewa 4, ke 8, watoto 25, mewa 5, ke 20. Hii ndiyo taarifa fupi ya mtaa wa Mgiha. Asante. Yanayojiri hapa Ikengeza tutaendelea kukujuza zaidi. Madarasa hayo ni washukuru. Asante kwa kujenga nyumba ya mchungaji. Ile kwa kweli haina hadhi. Pale ilipofikia ni mahali pazuri. Naamini kabisa kwa juhudi zenu na kwa maombi kwa Mungu na kwa mstari tulionao unaotuongoza mwaka huu tutamaliza nyumba hii. Sawa wapendwa, tutamaliza. Wale mimi sina wasiwasi na wewe. Naona utamaliza. Mkuu wa jimbo utakuwa unaniambia hatua wanazokwenda kwamba imefikia wapi. Nashukuru sana. Asante sana kwa kazi nzuri ambayo inaendelea kufanyika.